Shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai Bwana mhifadhi anawalinda na ako nanyi hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric, nimejaa na furaha kushiriki neno la Bwana. Natumai ubuheri wa afya, Bwana anakulinda na yote anakuendea shwari. Mwaka huu tumeshuhudia vifo vya watu mashuhuri, watu ambao ni magwiji, watu ambao wamebobea katika kila nyanja. Si wanasiasa, si wafanyabiashara, si watu wakuu, si hata kanisani. Mwaka huu tumepoteza watu ambao ni vigogo. Hata ukiangalia ODM wanaadhimisha miaka 20 tangu hiyo chama ilicho mwaka ambao ilibuniwa, miaka 20. Na kuna vitu nimekuwa na tafakari. Mwaka huu pia ndo nilipoteza mamangu mzazi. Ukiangalia kina Ngugi wa Thiong'o, yani orodha ya watu wakuu ambao wameaga mwaka huu ni orodha ndefu sana. Na nimekuwa na waza na kuwazua, au watu tunawasherekea, tunawashabikia, maana kuna vitu walifanya. Na hizi vitu ni vitu ambavyo hata sisi tunaweza kuzifanya, ili tuwe na hiyo watu waweze kutuenzi wakati ambapo siku yetu ya kiyama ikifika. Mwaka huu imekuwa mwaka zito sana, maana ukiangalia kuna majonzi, mtu mashuhuri ameaga. Kitambo ulikuwa unasikia Lee ina trend, unajua ni mtu, na ilikuwa si kawaida. Lakini siku hizi ukiangalia tu Lee Nairobi Hospital ina trend, unajua kuna mtu mashuhuri amekuwa na pumzi yake ya mwisho. Kwa hivyo leo wapendwa, nataka tuangalie wakati ambao tunaishi kwa hii dunia. Je, unanoa watu? Na wewe ukiwa hapa duniani, kuna vitu viwili unafaa ufanye. Inafaa unoe watu na pia ujifunze. Hii maisha ni darasa. Hakuna mtu ambaye anajua vyote. Tuwe na hiyo muda ya kujifunza. Uwe na hiyo uwepesi ya kuelewa mambo. Tujifundishe kwa watu ambao wako tayari kuelimika. Imekuwa ni mwaka zito na changamoto si haba. Tuende kwa maandiko, kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali sura 27 mstari ule wa 17. Kitabu cha Methali, Proverbs 27. Niko na mafua samahani. Hata ukihisi sauti yangu inakupiga chenga, tutabarikiwa kwa pamoja. Kitabu cha Methali 27 mstari ule wa 17. Biblia inasema, chuma unoa chuma, kadhalika mtu ufundishwa na wenzake. Niruhusu nirejelee. Chuma unoa chuma, kadhalika mtu ufundishwa na wenzake. Mungu abariki neno lake. Mwandishi Sulemani anatufunza mambo hapa. Anatuambia chuma unoa chuma na mtu ufundishwa na mwenzake. Kwa hivyo Biblia ikitumia hiyo chuma, inaitumia kwa ile hali ya kimafumbo. Kimombo tasema metaphor. Hiyo chuma inaashiria mtu amepea chuma, sifa za chuma kwa binadamu. Kwa hivyo Biblia ikitambua chuma, inajua kulikuwa na mbao, kulikuwa na plastiki, kulikuwa na zile materials. Lakini Biblia inatambua chuma, mtu ambaye ni chuma, mtu ambaye ako na sifa. Ukisoma somo kama kemia, utapata kuna aina nyingi ya chuma. Kuna ile aluminium, ile inatengeneza ndege na sufuria.
kuna sodium, kuna magnesium, ziko nyingi kuna aina za chuma, kuna zinc, kuna iron. Lakini wewe utambue we ni chuma aina gani. Kuna sifa ya chuma. Chuma ina tabia, inajulikana kama inastahimili. Ndio maana mahali kuna moto tunaweka chuma, hatuweki plastiki, maana plastiki itayeyuka. Kwa hivyo Biblia ikitambua kama ni chuma, we ni mtu ambaye anaweza kustahimili kila hali. Chuma iko na dhamana. Kwa hivyo Biblia inatambua we ni mtu wa dhamana, we ni mtu wa maana. Maana chuma, hata wale ambao wanapima chuma pale kwa forodha, utapata kupeleka chuma iko na dhamana zaidi, iko na uzito zaidi kuliko plastiki. Biblia ikitambua ni chuma, inatambua kwamba we ni mtu mgumu. We ni mtu mgumu. Ni mtu mgumu. We si mtu wa kusukumwa. We si mtu wa kusurutishwa. We si mtu wa kusukumwa. Ndio maana unatambuliwa kama chuma. We si mtu wa kutishwa. Unatishwa na Uganda, unatishwa na taifa. Chuma ni ule ambaye ni mgumu. Angalia tu vile chuma inakuaga. Kukunja chuma unatumia nguvu sana. Ndio maana Biblia tambua chuma inanoa chuma. Kwa hivyo kwanza Biblia inakutambua kama chuma. Wewe si mbao, wewe si matope. Wewe uko na uzito, wewe uko na ile hali ya kudhibiti. Chuma unoa. Kunoa ni mtu ambaye ajipendelei, ni mtu ambaye ana ubinafsi. Mtu ambaye anaweza kunoa ni ule mtu ambaye anapendelea wengine. Kwa hivyo we ni chuma ambaye ananoa. You sharpened. Ni mtu ambaye ndio ako nayo, lakini asemi kwamba nitatosheka tu. Tukiangalia mtu kama Raila Amolo Odinga, ni mtoto ambaye alikuwa baba yake alikuwa makamu wa rais. Angesalia ale pale mkate wa kupaka wa kisia, mkate apakiwe pale mkate, akae pale azlaze damu. Lakini aliona umuhimu ya kunoa watu. Kuna watu wengi sana wako na fursa ya kunoa watu, lakini hawana mtu ambaye amenoa. Kwa hivyo mtu ambaye anapenda watu ndio ako na hiyo azimio ya kunoa watu. Kwa hivyo ni chuma ambaye inapendelea watu, inataka maendeleo ya watu, inataka ongezeko ya watu, inataka ubora ya watu, inataka watu wabobee. Chuma ambaye inanoa. Hana gere, hana kinyongo, hana wivu. Chuma ambaye ananoa. Afikiri wengine akiendelea, akipata nafasi, analeta mtu, anaonyesha mtu, anaelekeza mtu. Chuma ambaye inanoa. Tumekuwa na ubinafsi sana. Unataka tu endo usifiwe, unataka tu endo uabudiwe, unataka tu shujudiwe, unataka tu sifa tele kwako, na kuna mtu ambaye umenoa. Unastaafu, unaenda chini ya maji, maana kuna mtu ambaye atasema niko kwa hii nafasi maana kuna mtu alininoa. Niko kwa hii, nimepata hii, kuna mtu alininoa. Leo nimesikia mtu ambaye anaitwa Gladys Wanga, gavana wa Homa Bay, anasema Raila alimtoa akiwa tu msichana, akamteua, akamnoa, na tunaona amekuwa nani. Mtu kama Edwin Sifuna, kuna zile picha zake za zamani, ni kijana ambaye hata wengine wetu tuko hatua mbele kumshinda ile wakati ambaye baba alimuona, lakini baba akamnoa. Noa watu. Hawezi kunoa watu kama uko na ile roho chafu.
Ndio maana kaa una roho chafu, Biblia inasema omba. Daudi anaambia Bwana, niumbie moyo safi. Kwa hivyo wengine wetu, moyo wetu inahitaji tuumbiwe. Hii moyo hauwezi kunoa watu ikiwa na uchafu, ikiwa na mashindano. Chuma inanoa chuma. Kwa hivyo chuma inafaa unoe ule mtu afike kiwango cha kuwa chuma. Saa zingine unapata mtu ananoa, akianza kuinuka unaanza kumkanyagia mguu. Akianza kuinuka unaanza kumkazia. Ninafanyika kanisani sana. Badala ufurahie huyu ndugu anainuka kwa huduma, unaanza sasa kumpiga vita. Unataka tu uende ukue baba. Unataka tu uende utambulike. Huyu kijana amekuja kwako, ndio umemsaidia. Umemwonyesha njia. Muwezeshe pia yeye akue kiwango ambao unaweza kumfanya kama Paulo. Paulo ananoa Timotheo mpaka anatuma Timotheo kwa huduma. Anaambia watu, mumpokee jinsi mngenipokea. Maana ile kitu ambayo atawapa hata mimi ametosha kufikia hiyo kiwango. Chuma inanoa chuma. Unakisha huyu mtu samani. Huyu mtu amekuwa mtu wa maana. Sina shida nikikoa, maana hata Paulo kusoma kitabu cha Galatia amesema pia kuna wakati alikuwa mgonjwa. Hii ni kawaida binadamu. Lakini neno ikiachiliwa tunaachilia vile ilivyo. Siku kusudia kuhubiri hii neno, lakini Bwana amenisemezea. Akaniambia watu wangu, tunataka tu tukue tu si ndo tambulika. Siku gani tutanoa watu? Siku gani tutamodel watu? Siku gani tutamenta watu? Siku gani tutafanya watu pia wakue wa maana kwa huduma? Noa watu. Unapata mtu, kuna wengine mimi ushindwa, baada ako pale. Unaona pale ukifungua runinga, mtu ulimsikia kutoka utotoni, baada ako pale. Ananoa watu saa ngapi? Suendo ukiangalia hata kina Obama wakuamiliki wa uongozi. Bara la Afrika tuko nayo tatizo. Watu wanakuamilia katika uongozi. Angalia pale Marekani, Uingereza na mataifa mengine. Mtu akitoka kwa mula wake anaenda sasa kufundisha watu. Anaenda pale kufundisha chuo kikuu ili aweze kunoa watu katika uongozi. Hapa tuko na Paul Biya. Tuko na Museveni. Amekuwa pale miaka 41. Atanoa watu lini? Utanoa watu lini? Kina Mudavadi, kina Kalonzo, mtanoa watu lini? Wakwe kama nyinyi. Noa watu. Mtu aseme tuone alikuwa pale. Alikuwa pale. Nimenoa huyu mtu mpaka akakuwa yeye pia ni kiongozi hapa nchini. Noa watu. Noa watu. Utaniambia tumenoa mtu ambaye tayari ni mbunge, ule mtu ambaye alinolewa mahali. Noa mtu kama kijana, chukua kijana hapa mtaani. Mnoe kabisa. Mfundishe kung'ara, mfundishe kuongea, mfundishe jinsi ya kufundraise, mfundishe vile unafanya. Ndio kunoa. Ati yeye umenoa nani? Nimenoa umbunge, unoe mtu mpaka amefika ubunge. Huyo ni mtu ambaye alikuwa amenolewa. Huyo ni mtu ambaye alikuwa na mizizi. Huyo ni mtu ambaye ndio unasema umemnoa kesho anageuka. Maana kiangalia hakuna kitu ambao umemsaidia nayo. Alikuwa mtu kabla yako. Unakuja hapa, unaangalia ukijana, unaambia kuja nikushikilie mkono. Hii ndio kunoa watu. Kadhalika mtu ufundishwa na wenzake. Kuwa na hiyo wepesi kufundishwa. Wacha kuwa na ile majivuno kwamba mimi utaniambia nini, maana nimepata pesa utaniambia nini,
Maana nimeenda hapa ugaibuni, utaniambia nini? Maana mimi niko na uzoefu, utaniambia nini? Inafaa tujilegeze. Moyo iliyovunjika. Daudi analilia Bwana, nipe moyo uliovunjika. Moyo ambaye inataka kufundishwa. Maana moyo isiyovunjika ni moyo haiwezi kufundishwa. Tukisoma Zaburi 50:10. 51:10. Sikia kilio cha Daudi. Hii ndio moyo ya kufundishwa. Kuna watu utawafundisha, maana wanajifanya wanajua kukushinda. Hasa hapa bara la Afrika wanajua kukushinda. Na wewe unajua, unamtazama tu. Mwishoe wanalia. Zaburi 51:11. Daudi anaambia Bwana, uniumbie moyo safi, Mungu, weke ndani yangu roho yako mpya na thabiti. Kuna wengine hii moyo yetu inatupeleka jehanamu. Hii moyo wetu inatuharibia. Hii moyo wetu inatuangamiza. Ndio maana ni vyema hii moyo wetu iweze kutengenezwa. Hii moyo wetu iweze kufanyiwa kazi ili tufundishwe. Usikuwe na hasira ya kufundishwa. Tazama mtu kama Paulo. Paulo alinyenyekea na kafundishwa na Gamalieli. Mtu kama Timotheo. Timotheo alifundishwa na Paulo. Angalia Onesimo, akafundishwa na Paulo. Angalia Tito, akafundishwa na Paulo. Angalia Marko, mwandishi wa kitabu cha Marko, alifundishwa na Petero. Watu wengi wanafundishwa. Kubali kufundishwa. Wapendwa, tukubali kufundishwa. Tuache majivuno. Kanisani kubali kufundishwa. Kaa chini ya mtu. Paulo anasema nimekaa mguuni ya Gamaliel. Na wewe unajifanya hapa ati mimi nimeenda theolojia siwezi kufundishwa. Mimi nimekaa huduma siwezi kufundishwa. Mimi niko na kanisa kubwa siwezi kufundishwa. Na sasa ole wako. Uko na ndoto kufungua kanisa. Imesemekana lazima ukuwe na cheti ya theolojia ndio ufungue kanisa. Kwa hivyo serikali imeona tumekuwa na wachungaji ambaye wamekataa kufundishwa, ndio maana wanafanya mambo yao. Wamekataa kufundishwa, ndio maana wanaleta mafunzo mabaya, elimu potovu. Kwa hivyo ni vyema sana tuwe tayari kufundishwa. Tuwe tayari kufundishwa. Usikuwe na ile wivu. Usikuwe na majivuno ya kutofundishwa. Kuwa tayari kufundishwa. Wapendwa, tukubali kufundishwa. Na Mungu atatusaidia sana. Ningependa nikusii leo. Hakikisha mwaka huu umenoa mtu. Ili wakati utakuwa pale, huduma itaendelea. Tukiangalia kuna huduma zingine, viongozi wakiaga, huduma inaaga. Wakunoa mtu. Kuna huduma zinaanguka, maana wachungaji walikataa kufundishwa. Tukufundishe. Biblia tuambia kwamba watu wa Mungu wanaangamia kwa ajili ya ukosefu ya maarifa. Tuwe tayari kufundishwa. Tuwe tayari kufundishwa. Tusichoke kufundishwa. Ili tuweze kuibuka washindi. Tusichoke kufundishwa. Na kisha umenoa mtu. Usijivunie. Maana hii ni manufaa yako. Ule mtu ambao unanoa ndiye atakuwa pale akikusimamia. Ndiye atakuwa pale anakusaidia. Ndiye atakuwa pale anaonyesha watu. Ndio pale itakuwa anaendeleza ile vitu ambao unafanya. Kwa hivyo wapendwa, chukua muda, mentor someone. Chukua muda,
ufundishwe na utafikia malengo yako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu umetuambia kwamba chuma inanoa chuma na mtu anafundishwa na mwenzake. Tupe moyo ya unyenyekevu, maana unawapa wanyenyekevu neema. Mungu aishie milele. Tuwezeshe tunoe watu Baba. Tupe ile ambayo inahitajika kunoa watu kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa muda wako. Natumai umejifunza. Utanoa mtu, hautasalia na ile elimu ambayo uko nayo. Utasalia na ujuzi ambao uko nayo. Utasalia na ile ueledi wako. Noa mtu. Noa mtu. Mchungaji, noa mtu. Mfanyi biashara, noa mtu. Mwanasiasa, noa mtu. Mwakilishi wa wadi, noa mtu. Popote pale ulipo, fanya kazi ya kunoa mtu na Bwana atakubariki. Tuko na shule, ningependa nikunoe. Tuko na shule ya theolojia itwa Mount Mora Theological College. Mount Mora Theological College. Tuko na somo kama diploma, certificate in theology, certificate in Christian leadership, certificate in marriage counseling. Tuandike barua pepe mountmoracenter@gmail.com. mountmoracenter@gmail.com. Tuko na shule hapa kando ya Embakasi, ile shule ya wasichana Embakasi Girls. Shule yetu iko tu hapo nyuma, Mount Mora Theological College. Na pia tunafanya maombi pale. Ukija pale na shida, tunaombea na tunakushauri. Utabarikiwa kwa pamoja. Ukisema mtumishi wa Mungu, kunywa kahawa, kunywa chai, lipa internet, utabarikiwa sana. Unaweza kutuma mchango wako kupitia njia ya M-Pesa 0725 102 528. 0725 102 528. Utabarikiwa sana. Natumai utakuwa sawa. Hii mafua ni muda tu, itaisha. Na tutahubiri kwa vishindo. Tutahubiri kwa ushindi. Tutahubiri kwa nguvu. Maana neno lazima iendelee. Patane katika makala mengine. Kwa majina naitwa Onyango Eric. Usao YouTube Eric Sublime, ERICK SUBLIME. Eric Sublime inasalia kuwa anwani yetu. Mungu akubariki, Mungu akuhifadhi, Mungu akutendee mema. Hadi wakati mwingine, masala.